Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Basi anasema ma min shay'in fi dunya mimma fil janna illa ismun, hakika hakuna kitu kipo duniani katika vile ambavyo Allah akasema viko peponi illa ismun, isipokuwa ni jina. Kama tabia njema unaiona kwa mtu duniani inakufurahisha, basi hilo ni jina. Akhera lahi alhayawan, akhera ndio patathibitika tabia njema ya halisi. Kama kuna ladha mtu ambayo anaipata duniani kwa chakula chochote ama kwa kitu chochote ambacho mtu anakipata mpaka akili inavurugika, basi hakika kwa duniani hilo ni jina. Akhera ndio atakwenda kupata starehe yenyewe. Kila starehe ambayo ni kubwa yenye kufurahisha duniani, amesemwa na wanawachuoni kwamba ladhatu dunia arba'a, ladha za dunia ni 4. Kwanza kabisa kuna kula, alafu kuna kunywa, alafu kuna kulala, alafu kuna tendo la ndoa. Kwenye ladha ya kula, watu watakula wakiambiwa kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayamil khaliya, kuleni na kunyweni kwa yale ambayo mlojizuia nayo katika maisha yenu ya dunia huko alipopita. Duniani ulikuwa una uwezo, unahitajia chakula fulani, lakini haukipati kwa wakati, ima kutokana na riski ndogo ya mumeo ama riski ndogo ya familia yako, basi unajizuia kwa vile hamna namna. Lakini akhera Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia kula, kunywa, rizika unavyotaka. Hiyo ni upande wa vyakula na kunywa. Hasa upande wa ndoa, watu wanapewa ladha ambayo hajawahi kuipata. Miongoni mwa ladha, mwanamume anapata ladha akipata kwa mwanamke, na mwanamke pia anastarehe kukutana na mumewe. Mabachela, Allah kufanyeni wepesi muoe, angalau haya majina ya neema za dunia mzione. Ndio katika imani. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, akizungumzia pepo anasema wa utu bihi mutashabiha. Ndani ya pepo kuna vitu watu watapewa mfano wake walikuwa navyo duniani, yani vitu vinakuwepo mfano hivyo, lakini sio halisia, ila vimefananishwa kwa majina. Jina lake hiki ni chakula, pia kule ni chakula, lakini ladha tofauti. Kama vile ambavyo leo tu mfano mdogo unaweza kusema mchele wa Mwanza kwa mchele wa wapi, wa Shinyanga, ni mchele lakini ladha tofauti. Basi kadhalika chakula cha duniani na akhera kipo, lakini vimefanana majina peke yake. Ndio katika imani. Peponi mtume anasema katika neema zake Allah anasema inna a'tainaka al-kauthar, hakika mimi nimekupa kauthar. Mtume akasema ni mto ambao Allah kampa yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mto huo ni mto wa aina moja, lakini una sampuli zaidi ya maji ya aina 3. Mto ni mmoja, lakini ndani ya maji hayo yanapita maji ya aina 4. Kwanza kabisa kuna asali ndani yake, kuna maziwa, alafu pia kuna maji yenyewe na kuna pombe ambayo hailevi, pombe ambayo mtu akinywa halewi. Mathalul jannati allati u'ida almuttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin, Allah amesema hivyo. Mfano wa pepo walioahidiwa watu, ndani yake kuna mtu ambao kuna maji yasiyoharibika, kuna pombe ambayo hailevi, lakini pia kuna asali, lakini pia kuna maziwa. Mto ni mmoja, lakini tafuta duniani mto ambao unaweza ukawa sampuli hii, maji ambayo wakati maji hayo yanachuruzika hapo hayo maji ni asali, hayo maji kuna maziwa, hayo ni maji yenyewe, na hayo ni pombe, alafu pombe isiyolete. Duniani hakuna. Alipoongea aya hii Ibn Abbas radhiallahu anhu akitafsiri, mtu mmoja akamwambia, ikiwa Allah amesema peponi mfano huo upo, na je duniani kuna mto sampuli hiyo? Akasema naam, mto huo upo. Ni mto gani? Akasema ya kwamba huo mto wenyewe, utizame uso wa binadamu. Uso wa binadamu unatoa maji ya sampuli 4, lakini yote yametoka sehemu gani? Moja, kwenye kichwa. Akasema tazama mdomo wake unatoa maji ambayo ni matamu, mate ya kawaida mate ya binadamu huwa ni matamu, isipokuwa labda kama ni mgonjwa ladha ndio inabadilika. Lakini pia kichwa hicho kinatoa maji machafu yenye kunuka na uvundo, katika pua yake ni makamasi, lakini yametoka wapi? Kwenye kichwa.
Pia akasema kichwa hicho kinatoa maji ambayo yana chumvi chumvi, na yenyewe ni machozi. Katika macho yako ukilia, kila mtu machozi yake huwa yana chumvi, sio matamu. Pia akasema kuna masikio yanatoa maji ambayo ni machungu. Basi hii ni sampuli. Angalia, kichwa kimoja kimetoa maji sampuli 4. Basi walillahi mathalul a'la. Allah ana sifa zaidi ya hizo. Allah ameandaa mto mmoja ambao mto huo kwa mujibu wa unavyochota maji ndio inaendana na starehe yako unataka wewe. Ukitaka pombe unapata lakini haulewi. Ukitaka maji unakata kiu lakini kiu hamna. Fa innaka la tazma'u fiha wala tabha. Zangu katika imani, hiyo ni kuzungumzia mambo ya peponi ambayo yamo. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhul ayun. Ndani ya pepo kuna vitu ambavyo nafsi inastareka kuvitizama na macho yanapenda kutizama. Hakika Mtume anasema, hakika mtu mmoja wa peponi alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala alime. Angalia, kuna watu hawataki kuacha asili zao. Mtu amezoea kufanya kilimo, inafika hatua mpaka peponi anaomba nini? Afanye kilimo. Mtume wetu Muhammad sallam anazungumzia mtu huyo amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala alime mwenyewe. Allah akamruhusu alime. Ni katika pepo akapanda. Baada ya kupanda akavuna vyakula. Baada ya kuvuna akaanza kula. Lakini kala mpaka vimeisha vyote, ile hajashiba, ila amekula kamaliza. Baada ya kumaliza kula, Allah anamwambia ya kwamba hakika umekipata ulichokuwa unakitaka, lakini hauwezi kukata njaa, huwezi kushiba. Je, nilichokupa hakitoshi? Alipoyaongea haya Mtume wetu Muhammad sallama, basi mtu mmoja akamwambia, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika hayo ambayo umeyasema tunayaona watakaoingia peponi ni wakulima. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.